We're going to recognize one thing that we are on earth. We are prepared to go to heaven. And so many things have distracted us. Praise the Lord. We praise God to give us His presence again. And here is a short message that we're going to share together. And this word is for you and for me. And if you follow me, you're going to get a word for you. Amen. And we want to talk about appearance. We, all of us, need to be shown from the outside. This world is really want to be shown from the outside.
Shuleni wametuonesha kwamba kama unataka kufanya business yako nzuri na ikamate watu waipende, watu wakuje. At school, they always teach us that if you want your business to be on top, unahitaji kufanya publicity ya nguvu sana. You need to do a great marketing. Na hiyo publicity mara kwa mara tunaiona ni kwa macho. And most of the time when we want to see marketing, we see it by our eyes. Nyingine tunaisikia ni kwa masikio. And other marketing we can even listen or hear. Na inatusukuma kufanya reaction fulani. And this will bring us to do an action. Kama ulikuwa hauko kununua, even if you didn't want to buy, kwa ajili ya publicity nzuri utanunua tu. Because of a good marketing, you will buy. Sababu umesikia hiyo sauti na kufurahisha sana utanunua. Because you have heard that voice that is good for you. Mahali ambapo haungelienda utaenda tu. And a place where you could go, you will still go. Na hii ni hali ambayo imeingia hata kanisani pia. And here is a situation even in the church. Kama tunasema kanisani, tunasema Wakristo ama watoto wa Mungu. If we say this is happening in the church, means Christians, children of God. Wametembea na hii principle ya dunia ambayo inasema ya kwamba they are walking with this principle that says, si tu n'apparais pas, tu disparais. If you don't appear, you disappear. Kusema unahitaji uonekane. That means you have to show yourself. Na kwa kuonekana kwako utaonekana namna gani? So how are you gonna show yourself? Ni kwa kujipendeza tu. It's by making yourself beauty. Utapenda uvae vizuri sana ili watu waone alivaa vizuri. You will need to dress up so people may see that you dress up. Utapenda uzungumuze mzuri ili watu wakusikie eti alizungumuza mzuri. You need to speak very good so people can say, oh, he's talk. Na ndilo jambo ambalo tunatafuta kuzungumzia asubuhi ya leo. And this is what we want to talk about today. Bwana sifiwe. Amen. Tunaenda haraka basi katika maandiko. So let us go in the scriptures. Na tunasoma Samueli ya kwanza. And we want to read the first Samuel. Tunasoma sura yake ya 16. The chapter 16. Na tunaanza kwa mstari wake wa 5. And we're going to start from the verse 5. Ama tunaweza anzia kwa mstari wa 4 hapo. Or we may even start from the verse 4. Amen. Amen. Kwa yule ambaye amepata kwa lugha yetu tukufu la Swahili anaweza kusoma. So if you found in our anzia pale kwa mstari wa 4. Samuel chapter 16 from the verse 4. Na ataishia kwa mstari wa 7. And we're going to end to the verse 7. Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa 4 mpaka mstari wa 7 nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Samueli akafanya maneno Bwana aliyosema. Akakuja kwa Bethlehemu. Wazee wa mji wakakuja kukutana naye wakitetemeka. Wakasema, "Umekuja kwa salama?" Akasema, "Na salama. Nimekuja kutolea Bwana zabihu. Mjitakase na kujiweka pamoja nami kwa zabihu." Akatakasa Yese na wana wake, akawaita kwa zabihu. 6. Na ilikuwa wakati walipofika, akatazama Eliabe, akasema, "Hakika mpakaliwa wa Bwana ni mbele yake." 7. Lakini Bwana akamwambia Samuel, "Usiangalie uso wake wala urefu wa mwili wake, kwa maana nimemkataa. Kwa maana Bwana haoni kama mtu anavyoona. Maana mtu anaangalia kuonekana kwa nje, lakini Bwana anatazama moyo." Amen. 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 Sema pamoja nami, Bwana anatazama moyo. Say with me, the Lord sees the heart. Lord sees the heart. Hizi ni habari za mtumishi wa Mungu. This is the story of the man of God. Samuel ni mtumishi wa Mungu ambaye amechaguliwa na Mungu. Samuel is a man of God who is chosen by God. Na ameingia katika vita kidogo yeye na Saul. Now he's in trouble with Saul. Sababu unajua wafalme wa zamani, because you know later walikuwa wanangojea kutoka kwa Mungu. They were waiting from God. Na Samuel Mungu anampatia ujumbe kwa ajili ya Saul. Now Samuel has a message about Saul ni mfalme ambaye iko naongoza taifa la Israeli. Saul was a king leading Israel. Na wakati anaingia kwenye vita, and now he's going into battle. Ilibidi Mungu amwambie atafanya nini huko. He needed what God would tell him to
Sauli most of the time alikuwa Saul anatembea sawasawa na akili zake mwenyewe, was walking according to his own thoughts. lakini nilikuwa nampenda kwa kitu kimoja, But I was loving him for one sababu thing. mara wakati alikuwa ameanguka na amejitambua kwamba hakutembea jinsi Mungu alipenda, Most of the time when he was fallen and he knew that he was not walking according to the will of God, alikuwa anamwendea tena mtumishi wa Mungu Samuel, he was going back to Samuel anamwambia unajua nimeanguka and say, you know what, I have sinned. na mimi sikufanya ile ambayo Mungu alisema I nifanye. didn't do what God asked me to Alafu do. mara hiyo nitafanya kitu kingine. But for now, for next time, I'll do the Lakini good. Mungu hakukuwa anafurahia na matendo hiyo ya Sauli. But God was not pleased with the Na actions ikafika of Saul. muda sasa ambayo Now the time came, Mungu anamwambia Samuel hivi, God has told Samuel eti huyu ndugu huyu that this brother amefanya mengi na hakutembea sawasawa na amri zangu. have done a lot and this was Alafu not according to my ufalme will. wake kwanza nitaugawa, Now I'm going to divide his na kingdom nitamnyang'anya hata kuwa tena mfalme. and he will not be a king. Na wakati Samuel anamwambia hizi habari, Now when Samuel is telling him the story, hawakuweza kuwa katika hali za uhusiano kabisa. they didn't go through together. Mungu akamwambia Samuel hivi, Now God is telling mimi Samuel, naenda kujichagulia mwingine mfalme now I will choose my own king ambaye ataongoza taifa langu la Israeli. who will lead my nation of Israel. Samuel hakujua ni nani atachagua. Samuel did not know who he's going to Biblia choose. inasema hivi eti Mungu akamwambia aende kwenye kijiji kimoja. Therefore the Bible told him to go in one city. Kumbuke ya kwamba hii kijiji ambacho kinaitwa Bethlehem Remember that the city of Bethlehem, ilikuwa kijiji kidogo sana hiyo nyakati. it was a small village at that Ilikuwa cha moment kudharauliwa. and it was neglected. Kulikuwa hakuwezi kutoka mtu wa kuongoza taifa. They couldn't think about getting out of that village someone to lead the nation. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kumbuke ya kwamba ni hapa Bethlehem ambapo Yesu Kristo And amezaliwa. remember it in Bethlehem where Jesus was Na born. ni hapa ambapo Mungu tena anajichagulia mfalme. It's where Jesus, God is choosing a king. Biblia inaniambia hivi. And the Bible says, Eti Mungu akamwambia uende Bethlehem. God told him to go to Na hapo Bethlehem. unaenda kuingia kwenye nyumba ya mtu mmoja And you will go in a house of somebody. ambaye yule jamaa anaitwa Yesu. And this man calls Na Jesus. hapo nitakuambia kile ambacho utafanya. And I will tell you what you will do. Nitakuonesha mfalme ambaye utapaka mafuta hapa. I will show you a king whom you will anoint. Biblia inasema eti huyo mtumishi wa Mungu Samuel akakamata chupa yake ya mafuta. The Bible says that he took his bottle Na of oil, akaongozwa na Mungu mpaka and Bethlehem. he was led by God unto Eti Bethlehem. wakati amefika Bethlehem, Now when he's in Bethlehem, watumishi wa Mungu ambao walikuwa humo the elders who were there, wakajua ya kwamba mtumishi wa Mungu ameingia. they knew that a man of God has come. Wakatambua ya kwamba kunapaswa kuwa kitu ambacho kimemleta. They understood that there's something that brought him. Ndio wakamuuliza unakuja kwa amani? Therefore they asked him, are you coming by Eti with peace? ndiyo, nimekuja kwa amani. Yes, I came Na with ninyi peace. mjitakase And you should na sanctify sote twende yourself. pamoja kumtolea Mungu dhabihu And takatifu. together we will go and give sacrifice to our God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wanaenda kupaka mtu wa Mungu mafuta, They are going to anoint a man of God. na hawa watumishi ambao wamemsindikiza And these people are singing of, hawakuelewa hii dhabihu takatifu ni nini. they didn't understood what was Lakini Biblia this full inasema eti sacrifice. wakati ameingia nyumbani mwa Yese, But the Bible says when he went in the house of Jesse, kulikuwa kijana mmoja hapo, inaonekana ndio alikuwa wa tumbo wa kwanza ndani ya tumbo ya Yese. there were a firstborn of the house of Jesse. Na wakati ameingia hapo, And when he entered the house, amemuona huyu kijana anapendeza sana. he saw this man very strong. Biblia inasema eti alikuwa mrefu, The Bible described him alikuwa that na he was umbo nzuri sana. a very high level and he had a good structure. Bwana sifiwe. Labda ingelikuwa hata wewe ungelidanganyika tu. I believe it was you could even be distracted. Unajua mara kwa mara tunadanganyika sana kwa macho. For most of the time we are lied by our eyes. Tunawaona watu na tunawawazia anapasha kuwa hivi mara moja. We see people and we see people and say, oh, this can be like this. Napatia mfano kidogo. I'll give you an example. Ndugu mmoja wakawaita kwenye mkutano mkubwa Rwanda. One man, they called them in Rwanda in a good or great assembly. Na alikuwa pastori mdogo sana hivi kama mimi. This man was a short pastor. Anafika mateni zake za très simple kabisa. So he came with his casual clothes. Na Biblia yake tu yenyewe labda hata majalada zimeanza kubomoka bomoka. With his old Bible.
ametokea mvijiji huko Bukavu kabisa pembeni This sana. man was coming in a village from Bukavu, very long, very far. Lakini kanisa lake likamwambia no, wewe ndio mwenyewe utaenda kuturepresente kule. But his church told him, you will go in Rwanda to represent our church. Na wachungaji wengi wanatoka katika East Africa yote. So many pastors came from East Africa. Na wengine wanatoka hata nchi za Ulaya na mahali And pengine. even other pastors came from abroad, Europe. Conference kubwa sana. And this was a great conference. Na hiyo kanisa And this church ambayo imemtuma huyo kijana that has sent this young man, ilikuwa ni kanisa ambayo iko na uhusiano na kanisa ingine kubwa Rwanda hapa. so was in partnership with one of the big churches in Rwanda. Wamemwambia eti wewe ndio utaenda kuturepresente huko. When they told this guy to go to represent the church in Na hiyo Rwanda, kanisa huko walikuwa wanangojea ni huyo bishop wao mkubwa huko. and in Rwanda the big church was waiting their bishop, the big bishop from Na Congo. walikuwa na neno ambao walipaswa kutoa ndani ya hiyo conference. And that Congo church had a word to give in the conference. Bwana asifiwe. Amen. Najua wakati tunawaona watu ambao wana tumbo kubwa, kravati You mrefu, know, when we see people with ties, a big belly, and unajua tu huyu anapaswa kuwa pastor huyu. you will know that this should be a pastor. Siku nyingine niliingia katika hiyo nafasi moja hapa Utawa. One day I went in the same area here in Ottawa. Wakaniita niongoze mkutano. Moyo nianze parenthesis samani. I'm just telling you this story. Sorry, but they called me to lead the service. Wakati mimi naanza kuongoza ibada. Now, when I start leading the service, Unaona wazee kisi wanakaa wote pale. I see how big men are sitting Na there. mzee mmoja hivi anajiheshimia sana. So there were a big man. He was sitting Na yeye there. mkravati yake mzuri He had sana. a good tie, good suit. Iko na umbo mzuri He sana. had a good structure, Mie tu akili yangu kidogo ikaniambia huyo naye. a good shape. And when I saw him, my mind told him this is a Sababu alikuwa man. nikala ndani ya wapasteri. Because he was in the middle of pastors. Okay, tunatafuta kwanza mkutano sasa. Now when I start our service, Mtumishi utuombee Mungu mbele ya kwanza. servant of God, we're gonna pray before we Kumbe start. jamaa hajua hata kuomba. That man will never know how to pray even. Pasteri wake ndio kakuja akaninyang'anya microphone pole pole. Now his pastor took the microphone. Acha basi mimi nimsaidie tu. I was saying I will help the brother because he doesn't know how to pray. Bwana tusaidie sana. Let God help us. Kusema sisi wakati tunaona kwa macho, That means when we tunaona kwamba huyu see, anapaswa kuwa fulani. we know, oh, this should be someone. Lakini tunadanganyika. But we are even lying. Bwana asifiwe. Amen. Huyu ndugu pasteri naye huko Rwanda, And this man in Rwanda, wakati wako wanasimamisha wengine wa when pasteri, they're asking pastors to stand up, okay, na pasteri sasa kutoka kukanisa ile yetu ya fasi fulani huko Kongo, and they say a pastor from Bukavu, naye asimame. he will stand up. Jamaa naye anasimama pale. The guy stood up. Kila mtu anamwona, kaa ndugu. And the other people say, no, they are calling pastors not kusimama. you. It's the pastor's time to stand up. Anasema no, mimi ndio pasteri, mimi ndio nimetumwa. Then he said, sir, I'm the pastor, I'm the one who sent. Si no, pasteri anapaswa kuongea neno huko na neno He kuongea. said, the pastor will speak in the conference. Ndio niko na neno Do you kuongea. have something to say? Wakati He said, anapanda yes. madhabahuni sasa, When he went on the pulpit, anaanza kupasua neno la Mungu. when he started preaching the gospel, Kila mtu alikuwa nikitia mkono yake. everybody was standing up. Watu wakatambua ya kwamba And now people knew that tunaiombe tu tunatazama kwa macho. we shouldn't see by our eyes Sababu only. kile ambacho kiko ndani ya mtu What is inside of someone, ndio mtu mwenyewe. that is the person. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Samuel anaingia ndani ya nyumba ya Yese. Now Samuel is in the house of Jesse. Na wakati anaona Eliabu pale anasimama, When he saw Eliab standing, akajiambia moyoni mwake, then he talked to his herd. mtumishi wa Mungu mwenyewe anapea kupaka mafuta wewe. Oh, here is the man of God that I'm coming to know. Amesimama mbele yako. He is in front of. Bwana sifiwe. Amen. Huyo ni mtumishi wa Mungu Samuel, That is the man of God Samuel, ambaye labda who maybe naye pale labda akili ya kimutu ilikuwa tu ndani yake. the human mind was in him. Wakati anamuona Eliabu, And when he saw anasema Eliab, huyu ndio anapaswa kuwa mfalme he huyu. said, this should be a king. Kwanza anafanana tu akisema neno na kila mtu anaitika. It seems like if he says something, someone will accept. Anafanana hata kama watu watakuwa wakukataa, He looked like even if people akisema can ndio refuse, chapa na kila mtu anaogopa. if I decide, everybody will Kwa sababu say nyingine yes. taifa wanapendaka watu wa pili. You know, most of the time, nation they like people like that. Kiongozi mwenyewe ajue kusema. We don't like someone who cannot know how Hatupendi to speak. kiongozi mwenyewe anaweza sukuma na kidole anaanguka. We don't like someone who is a leader. Lakini and push him kiongozi
leader haiko mwile umbo ambayo uko naona. is not in the shape that you Mtumishi see. mzuri A good servant haiko mavazi ambazo is unaonaka. not in the suit you Haiko see. juu ni mrefu, haiko juu ni mfupi. Not because he's long Lakini or ni kile short, ambacho Mungu ameweka ndani but mwake. it's something God has put in his heart. Bwana sifiwe. Amen. Eti wakati wamemleta pale huyo Eliabu, Now when they brought Eliab here, eti Mungu tu akamsufle. now God has called him Anasufle Samuel. and he said, Samuel, Sasa jamaa ule nimemkataa, mimi namrejea. oh, I've rejected this guy. Nafikiri Samuel naye alishtuka. And I think Samuel Mungu wa mzuri hivi said, sasa. the guy was a good shepherd. Mungu anaweza kumkataa namna gani? How comes God No, can Mungu yeye reject him? haona ya nje. No, God is not seeing the Mungu anaona outside. ya ndani. God is seeing the Biblia inasema inside. eti okay. Then they, Samuel akaitisha mwingine, si hakuna mwingine mtoto. he said, there is no another son. Eti wa pili akapita. And the second Mungu came. akasema huyo mimi namkataa naye. No, I don't accept this Watatu one. wakapita. The third one came. Akamkataa. No, I don't Wa accept nne this one. akapita. The fourth one came. Akamkataa. No, I don't accept this Watano, one. wa sita mpaka wa saba. Up to the seventh one. Samuel anakuwa impedesi. Now Samuel is deceived. Anasema sasa nifanye namna gani? Say, what am I gonna do? Ukisema ndio watoto wote unakuwa nao hapa. Are these your children? Baba akasema sasa ndio. Said yes. Lakini kuko kengine kajamaa kalienda kuchunga nyama kule kupona. Said, but I have another son who is. Samuel asema ndio ule ndio mwenye mulete ule. And then he said, please bring that one. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Mtu ambaye kuna chunga nyama. The one who is leading sheep. Mtu mwenye kunatoa harufu ya nyama. The one who is even smelling bad. Sijui ninyi mmekomana na kuzaliwa katika kizungu. Maybe you were born in a good Lakini sisi country. tunajua basumba wanafanana tunajua basumba. Do you know shepherd? Do you know these people who keep like lambs in the forest? Unajua sisi wanafanana. You know these bush people. Ni kusema hana hata mavazi mazuri. That means they are not even Ni mtu clean. mwenye hawezi kaa pembeni yake. You cannot sit on his Sababu side iko ananuka labda because he's smelling like hiyo uchafu ya hizo nyama ambayo anachunga. like an animal because he lives Yeye in akili yake animals. tu ni ya nyama. And he feels like those animals. Akilota iko na lota zile nyama zake. And if he think, he will start thinking about these animals. Na hii ndio itakuwa shida Et ceci est devenu ambayo labda huyu mtumishi baba yake na Daudi le père de David. amejikuta haiko ule ndio mwenye anaweza kuwa Il mfalme. a dit que non, c'est pas celui-là. Haiko ule ndio anapasha kupakaliwa mafuta. Ce n'est pas celui-là qu'on devrait Lakini prendre. Samuel akasema eti ule ndio mwenye mulete. Mais Samuel a dit, s'il vous plaît, amenez celui-là. Bwana sifiwe. Amen. Biblia inasema eti wakati walienda kumleta, Et la Bible dit lorsqu'on est parti l'amener, Roho wa Bwana akaanza kububutika ndani ya Samuel. l'Esprit de Dieu a commencé à jaillir dans le cœur de Samuel. Kaa pale katikati ya watu wote Il sasa. dit, assis-toi au milieu de Na ndio wakaenda kumpaka mafuta. et immédiatement on l'a oint. Unajua unaweza kuwa mahali ambapo watu wako wanakusahau. Vous savez que vous pouvez être à une place où on ne considère Unaweza kuwa pas. unafanya kila kitu ambacho watu wanasema hiki hakitatembea, hakitaendelea. Tu fais quelque chose dont tout le monde ne tient pas compte de ça. Lakini bado kama uko na contact na Mungu Mais wako. si tu as ce contact avec Na ton kama Dieu Mungu wewe ndio amechagua, et que Dieu t'a choisi, hajali eti huyu ndio alisomaka. qu'importe ton éducation, Hajali eti huyu ndio mrefu mwembamba, sijua namna gani. qu'importe ta grandeur, long ou court, Hajali eti huyu ndio mwenye anakaaka mji fulani. qu'importe que toi tu vis dans quelle Hajali eti ville, huyu ndio mwenye asha voyager sana. qu'importe que si tu as trop Hajali eti voyagé, huyu ndio mwenye anasimamaka mbele za watu wanajua kuongea. il n'y a pas de problème si toi tu parles bien. Kama umechaguliwa na Mungu, Si tu es choisi par Dieu, umechaguliwa tu na Mungu. tu es choisi par Dieu. Akili zetu kama vile wanadamu, Nos pensées comme hommes, macho yetu wanadamu le yeux des hommes, inatudanganya sana nous trompe toujours na inatufanya kwamba hata tuchague vibaya, et nous amène à mal choisir, inatufanya hata tuanze kuwajijie watu vibaya. nous amène à mal juger les gens. Saa zingine unaonaka tu mtu fulani anavaa hivi, Mais dès que tu vois quelqu'un te huyu saluer, anapasha kuwa kahaba huyu. tu dis, oh, celui-ci peut être bitch. Inawezekana. C'est peut-être. Unaonaka mtu iko natembea hivi, Tu vois quelqu'un marcher comme unaona ça, iko natembea sasa vile watu fulani wanatembea. tu vois, elle a une démarche comme les gens de la rue. Inawezekana. Peut-être. Lakini mpaka pale ungali nadanganyika. Mais voici que tu te Sababu trompes. kile ambacho kiko ndani ya mtu, Ce qui est en quelqu'un, kitu ambacho Mungu anatazama. c'est ce que Dieu voit. Mchana ya leo natafuta kukuambia kitu kimoja. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Unajua watu wengi wanazoea kusema hivi. Vous savez, beaucoup de gens aiment dire,
Nzambe atalaka motema. Oh, Dieu voit le cœur. Atalaka elongite. Dieu ne voit pas la figure. Atalaka nzoto te. Il ne voit jamais les Lakini corps. natafuta kukwambia jambo moja. Mais je vais te dire une chose. Ya kwamba ile ambayo pia uko nafanya nje, Ce que toi tu fais de l'extérieur inatoka ndani ya roho. vient de ton cœur. Hawezi kusema ile amen. Amen. Tu ne peux pas dire amen. C'est de l'abondance du cœur Ni kwa kujazwa wa que moyo la bouche parle. ndio kinywa kinasema. Kinywa chako hakitasema ile ambayo haitoke moyoni mwako. Ta bouche ne va pas parler ce qui ne veut pas de ton Ni cœur. kusema matendo yako pia, C'est-à-dire que tes actes aussi, ile ambayo tuko tunaona mara kwa ce nje, que nous voyons de l'extérieur, ndiyo ile ambayo inarefletea ndani. ceci reflète de l'intérieur. Bwana sifiwe. Amen. Unatafuta kuona sasa source ama Oui, source tatu mahali ambapo nous voulons voir trois sources hii majugement za apparence extérieure zinatokaka. où les jugements proviennent. Unajua wakati unajije mtu kwa nje, Vous savez, quand vous jugez quelqu'un de l'extérieur, inatokana na mambo matatu. ceci dépend de trois choses. Na tunaenda kusoma tena Biblia yetu. Nous allons lire la Bible. Tunafungua katika kitabu cha Mwanzo ambacho mimi napendaka sana. Nous allons lire dans les livres de Genèse que j'aime beaucoup. Hiki kitabu nikikisoma kinanipatiaka inspiration mingi sana. Quand je lis ce livre, je trouve trop d'inspiration. Zaidi sana kwa hii sura yake ya tatu. Là, au chapitre 3. Ni sura ambayo mimi napendaka sana sababu Mungu anazoea kunipatia mambo mengi hii mamstari zimo hapa. Dieu me parle toujours à travers les paroles qui sont dans les chapitres. Tunasoma sura ya tatu. Genèse chapitre 3. Tunasoma mstari wa pili hadi wa 4. Nous allons lire les versets 2 jusqu'à 4. Kama mtu amepata anaweza kusoma. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Unajua wakati mbele uende kuingia katika hii hali ya kujije mtu extérieurement, Vous savez, avant d'aller en profondeur du jugement, kunakuwa kitu ambacho kinakusukuma kuifanya. il y a quelque chose qui te pousse à juger. Na kitu cha kwanza kinaitwa Et la première chose, neno. Neno. la parole. Sio neno la Mungu hapa sijasema hivyo. Je ne parle pas de la parole de Ni Dieu. neno yoyote ambayo mtu anaweza kukuzungumzia. Toute parole que quelqu'un peut te Hii dire, imewainfluencer watu wengi sana. ceci influence plusieurs Wakati personnes. unapokuwa na zoezi ya kusikiliza sikiliza, Quand tu as l'habitude d'écouter, unaweza pia kufanya jugement mubaya. tu peux même mal faire un jugement. Nimekuambia wakati niko nafanya kiingilio ya teme hili. Dans mon introduction, je vous ai dit, Katika mapublicité ambazo tunasikiaka dans les publicités que nous zinatufanya ya écoutons, kwamba tukamate decision fulani. ceci nous amène à prendre une Ni décision. sababu tu ulisikia. Parce que tu as écouté. Kama haungelisikia, Tandis que si tu n'avais pas écouté, haungelikamata hiyo decision. tu ne prendrais pas cette décision-là. Bwana sifiwe. Amen. Hapa tunamuona ni Adamu Et ici nous voyons Adam pamoja na Eva. avec Ève. Mungu ameshawaumba katika bustani la Edeni. Dieu les a créés, les a placés Amewaumba ili waishi milele. Il les a créés pour vivre éternellement. Ameweka mti ya uzima ndani ya shamba la Edeni. Il a placé l'arbre de vie au milieu du jardin. Na amewakataza mti hiyo. Et il les a demandé de ne pas Amewaambia hii mti msiitumie. Il les a dit ne touche Na n'utilisez siku pas. mtaitumia mtakufa. Et le jour où vous allez utiliser ça, vous allez Mungu mourir. amekwisha kuambia hiyo. Et Dieu les avait déjà instruits. Ilibidi watembee hivyo. C'est-à-dire qu'ils devraient marcher ainsi. Bwana sifiwe sana. Amen. Lakini Biblia inasema hivi. Mais la Bible dit, Eti Eva wakati ameachana kidogo na mume wake, lorsque Ève était séparée de son iko mari, anatembea ndani ya bustani ya et Edeni. elle marchait circulait dans les jardins. Nyoka naye alikuwa humo Le serpent était là. kama vile mnyama ambaye alikuwa na rize kushinda wanyama wengine wote. Car là, il y avait le serpent était un animal de riche. Na yeye tayari anajua kama iko na chunga hiyo hukumu, Et le serpent savait qu'il gardait ça. sababu ndani ya huyu nyoka ndimo shetani anajiinua. Car c'est au travers du serpent que le diable Shetani s'est élevé. anampigia huyu nyoka sasa. Le diable a passé au travers du Anamwendea serpent. anamwambia Et il lui a visité pour lui dire, eti Mungu alisema eti hii mti msikulake. oh, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas cet arbre? Bwana tusaidie sana. Amen. Le fait ya kuprete oreille
yeye kwa nyoka, parce qu'il a prêté oreille au serpent, huyu Adamu akaenda kukamata hiyo tunda. alors Adam est parti prendre ses Ni fruits. kusema kwamba maanguko yetu wengine kama vile wa Kristo C'est-à-dire que nous, lorsque nous tombons, inatokana na ile yetu kusikia sikia. parfois nous tombons parce que nous avons l'habitude d'écouter. Wakati unasikia sikia kila mwenyewe upashe kusikia, Quand tu écoutes cette personne que tu ne devrais pas écouter, maanguko inakukaribia. voici que la chute est là. Mwimbaji mmoja ndio anaimba katika nyimbo za wokovu, Et il y a un chanteur qui dit, eti usimfuate kila aitaye, ne faut pas suivre tout celui qui sababu appelle. wakati utakuwa nafuata kila mwenyewe anaita, Car lorsque tu suis toute personne ni qui roho appelle, yako ndio inaenda kupoteza. tu vas perdre ton cœur. Bwana asifiwe sana. Amen. Na huyu Eva Et alors, elle, anamsikiliza nyoka, il va prêter oreille au sisi serpent. anamfanyia diskuru yake, Comment le serpent pouvait faire son discours? na ni diskuru ambayo ni ya kumdanganya. Et c'était un discours mensonger. Bwana tusaidie sana. Amen. Wakati ameanza kupartaje naye, Lorsqu'il a commencé à partager, jambo la pili ambalo liliingia pale, le deuxième point qui entre ici, ambalo tunasoma kwenye mstari wa 4 mpaka wa 6 hapo, où nous trouvons ça dans les versets 4 mtu jusqu'à anaweza 6. kutusomea. Si tu as trouvé, tu peux lire pour nous. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbua macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. 6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake, akala, akamupa na mumewe, naye akala. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jambo la pili ambalo Eva anaenda kufanya Deuxième chose qu'elle va faire kwa ajili ya kuinfluence akili yake pour influencer son na intelligence kukamata decision yake, et pour prendre sa décision, eti wakati shetani amemwambia, après qu'elle a reçu le message, Mungu il alisemaka se hivi, prend, oh Dieu avait dit, ili wakati siku yenyewe mtakulaka hii tunda, les jours où vous mangerez ce ndio fruit, macho yenu itafungulika nako, alors que vous aurez les yeux na hiyo ouverts, mtakuwa na waza kama vile yeye, et vous allez même commencer à penser mtakuwa à Dieu. mnafanya vile Vous anafanyaka. verrez ce que Dieu fait. Huyu Eva akaona kama c'est trop intéressant, Et Ève a vu que c'était bon. akasema ndio, ni kweli. Et dit oui, c'est vrai. Eti akafanya nini? Macho yake mara moja ikafunguka. Immédiatement, ses yeux étaient ouverts. Wakati imefunguka, Quand ses yeux étaient ouverts, eti akaona hiyo tunda. elle a vu. Biblia inasema eti hakuiona tena ya kawaida. La Bible dit qu'elle n'a pas vu les fruits Kumbuka comme ya kwamba d'habitude. huyu Eva walikuwa wanaishi na hii tunda kila siku, Souviens-toi que Ève vivait avec ses walikuwa fruits. wanapitaka ndani ya bustani kila siku, Elle se promenait dans le jardin avec ses wanaionaka fruits. vile tunda pale. Chaque jour, elle voyait ce Oh, fruit. hii tunda ndio ni Mungu alitukatazaka, Oh, Dieu nous a défendu de le na hiyo manger. walikuwa wanaiweka vile baada ya siku mingi sana. Et pendant beaucoup de temps, Lakini hiyo siku tu ambayo shetani anamwambia, les jours où le diable va les eti ndio akaona tena tunda inakuwa mzuri zaidi. elle a vu que le fruit était Unajua maintenant. macho yetu mara kwa Vous mara savez que nos yeux inatuingiza katika shida. nous font tomber dans l'erreur. Wakati unapoona Quand tu vois na unakamata hatua, et tu prends la décision, ni shida ambayo c'est inaingia. un problème qui entre. Macho yetu Nos yeux ingeliokoka, devraient être sauvés. tungelikuwa vipofu mbele ya mambo ambayo haifai. On devrait être aveugle devant les choses qui ne sont Kwa pas sababu bonnes. mwingine anaweza jua iko naona mambo mabaya, Car si tu vois, lakini anapenda ndio afungue tena macho mzuri sana. vous savez, il y a quelqu'un qui voit les mauvaises choses. Anguko inakukaribia, Quand il voit les mauvaises choses, c'est à ce moment-là qu'il veut ouvrir les yeux pour bien sababu voir. wakati unaona sana, Quand tu vois vraiment bien, akili inakomunike na macho c'est ton intelligence qui na communique unakamata avec les yeux. decision fulani. Et alors tu prends une décision. Watu wengi wameanguka kupitia hiyo njia. Plusieurs personnes tombent au travers de cette voie. Kwa wale ambao wamesikia Pour ceux-là qui écoutent na wanakamata et madecision, qui prennent des décisions, ni sababu c'est parce qu'ils walisikia kutoka fulani. ont écouté à Na partir hii d'une tumekutana personne. mengi hata kanisani. Et ceci même dans l'église. Mchungaji wako unajua kama iko na influence juu yako. Vous savez que ton pasteur a une influence sur toi. Unajua akisema neno utafanya. Vous savez que s'il te dit quelque chose, tu vas faire. Kama wiki ambazo zimepita ndio nikaona habari moja hata kwenye internet. Dans les semaines passées, j'ai vu une histoire sur internet. Mchungaji mmoja anaambia tu Wakristo wote waende kula majani nje. Un pasteur a dit à ses serviteurs, allez manger les herbes. Sababu ni mchungaji amesema watu wote kutoka hiyo. Parce que le pasteur a dit, tout le monde est parti manger les herbes. Walisikia na wakatimiza. Et brouteux peut-être les herbes, mais ils ont écouté, ils ont accepté. Ni kusema kusikia sikia kwetu C'est-à-dire que si nous écoutons toujours, kunafanya ya kwamba
Ceci va nous amener tuende kuanguka katika hii mitego ya shetani. à tomber dans les pièges du diable. Kwa kuweza pia kufanya nini? À faire quoi encore? Hii ambayo Eva amefanya ya pili hapa. C'est que Ève a fait pour la deuxième fois. Wakati amekuwa amesikia, Après qu'elle a écouté, kisha akaona, et elle a vu, akaenda sasa ninaenda kuchukua. elle a dit que ok, je Na vais wakati le prendre. amechukua dhambi inaingia. Et quand elle a pris, c'est le péché qui entre. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Hii ni jambo ya pili ambayo inafanya kwamba Et ça, c'est une deuxième chose qui fait que tuwe watu ambao wako influencé na hizi maapparence nous extérieures. soyons les gens qui sont influencés par les apparences Zinatufanya kwamba extérieures. tuanguke. Et ceci nous Kile amène. ambacho hakipashe kutuangusha kinatuangusha. Ce qui ne devrait pas nous amener dans le Sababu tu nous amène dans ulisikia le unafanya dhambi. Parce que tu as écouté, tu Sababu pêches. tu uliona unafanya dhambi. Parce que tu as vu, tu pêches. Jambo la tatu sasa Maintenant, le troisième point ambalo tunalipata katika Mathayo. que nous trouvons maintenant dans Matthieu. Mathayo sura yake ya 7. Matthieu, le chapitre 7. Tunasoma Mathayo sura yake ya 7 na tunasoma mstari wa 15 hadi wa 20. L'évangile selon Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire le verset 20. Kama kuna mtu amepata anaweza kusoma kwa haraka. Vous avez trouvé lire pour nous? Kama mtapata tunaweza kusoma basi. Mathayo sura yake ya 7 tunasoma mstari wake wa 15 hadi 20. Nasema hivi: Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des fruits, des bons fruits, mais les mauvais arbres produisent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Ni kupitia hiyo matunda ambayo muti inazaa, C'est à travers les fruits que cet arbre a produit ndio utajua que tu sauras eti hii muti iko mzuri. que ça c'est Hii ni un bon muti, hii ni arbre. muti sijue ya maprene. Tu diras que oh ça c'est un arbre Hii ni muti de sijue ya maavoka. oh ça c'est un arbre, c'est un avocat. Yaani hauwezi na kuvuna sijue mapera C'est-à-dire que tu ne peux pas les récolter les goyaves kwa muti ya avoka. sur un avocatier. Eti na muti mubaya Et un mauvais hauwezi arbre kuzaa matunda mazuri. ne peut pas porter de bons fruits. Bwana Des bons fruits. Bwana sifiwe sana. Amen. Inatafuta kumaanisha nini? Qu'est-ce que cela veut Kile dire? ambacho kiko ndani yako Ce qui est en toi, ndicho kinatoka nje, c'est ce qui sort de ili l'extérieur. tukuone kwa hizo apparence zako za nje. Pour que nous puissions constater ton apparence Nasema mara extérieure. nyingine C'est-à-dire d'autres tunaweza fois, kuwakondane nous watu pouvons condamner les eti gens. wao mbona wako wananiona hivi na wananishije mara moja. Oh, pourquoi est-ce qu'on les voit comme ça? Ni Pourquoi sababu c'est juste comme ça? matendo yako C'est parce que tes actes, ndio ambao tuko tunaona na tunahitaji kuyasema. c'est ce que nous voyons et nous devons le dire. Bwana sifiwe sana. Amen. Unajua hizi influence zingine za apparence Vous savez, les influences dues par zinatokea l'apparence, ndani ya roho ya mtu. ceci vient du cœur de Ile quelqu'un. haitokani na ile ambayo umeiona, Ceci ne vient pas de ce que tu vois, haitokani na ile ambayo umesikia, ne vient pas de ce que tu écoutes. lakini inatokana na wewe mwenyewe. Ceci vient de toi-même. Wakati inatoka mule ndani ya roho yako, Quand ceci vient de ton cœur, inafanya ya kwamba nje tuone matendo ceci fulani. fera que nous puissions voir à l'extérieur des choses. Bwana sifiwe sana. Amen. Kuna watu pia ambao wanahukumu Il y a des gens qui jugent sababu ndani yao wanahukumu, parce qu'en eux ils kisha atakwambia jugent. kimisi semake, Il dit non, moi je lakini juge roho pas. yake bado iko na hukumu. Mais c'est son cœur qui condamne. Bwana sifiwe sana. Amen. Na hii ni shida ambayo Wakristo wengi tumeipata, Et ça c'est un problème que nous avons nous sababu chrétiens. tunatazama ile ya nje tu Car nous voyons l'extérieur na ya ndani hatuitazame, et nous ne voyons pas lakini l'intérieur. ile ambayo iko Mais ndani ce qui est de ile l'intérieur, ambayo Mungu anatazama. c'est que Dieu voit. Kama ya ndani iko vibaya, Si la personne intérieure est hakitamoja mauvaise, mazuri kwa nje. elle ne produira jamais de bonnes choses à l'extérieur. Bwana sifiwe. Amen. Ndio maana tusikuwe tena tunasema eti Et alors on ne devrait pas dire Mungu asikuwe na Mungu haonake tu ya nje. oh Dieu, Mungu anaonaka tu ya ndani. Dieu voit seulement l'intérieur. Ni kusema kama utavaa yako uvae tu kisu unakwenda, sababu hiyo ni mwili.
C'est-à-dire que si tu veux t'habiller comme tu veux, lakini yote nitakwambia kama umevaa vile. mais moi je vais te dire Sababu ndani na roho yako kuna kitu ambacho kimekusukuma c'est kufanya parce que vile. dans ton cœur il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Mimi sikusema mbaya, nilisema tu hivi. Oh, moi je n'ai pas mal dit. Kwanza nilisema sikupata na ile intention ya kubisema. Moi je parlais, je n'avais pas d'intention. Ulisema tu roho yako ndio ilikusukuma kubisema. Tu as dit parce que ton cœur t'a poussé à le dire. Bwana sifiwe sana. Amen. Alafu tunahitaji kufanya angalisho kwa ajili ya mambo haya. C'est alors qu'on devrait prêter beaucoup d'attention. Mungu anapenda Dieu veut que tutembee kama vile yeye ametuambia. nous puissions marcher comme il nous demande de le Tusione kwa faire. nje na tuanze kamata majugement zetu. On ne devrait pas avoir de l'extérieur et prendre des décisions. Tusisikie tu na tuishie pale. On ne devrait pas écouter et Lakini hii s'arrêter ya là. mwisho ambayo niko nazungumzia hapa ya ndani ya roho yako. Et ici, comme je suis en train de parler de Ndio l'intérieur, tunahitaji kutengeneza. c'est que nous devons réparer. Sababu roho zetu Car notre cœur, ndimo Kristo anabaki là que Christ règne, na anajireproduire kwa nje. et il se reproduit à l'extérieur. Wakati ndani yako muko jambo Quand en toi il y a une chose ambayo ni njema na ni nzuri, qui est bon et meilleur, inatoka kwa nje. ceci viendra à l'extérieur. Bwana sifiwe. Amen. Na hapa nje Et là, à l'extérieur, tunahitaji kupatunza pia. nous devons prendre soin de l'extérieur. Kama Biblia imeniambia hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 hapo. Car dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, Eti hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. est-ce que vous connaissez que vos corps sont les temples du Sasa wewe Saint-Esprit? na mwili wako unapenda kuharibisha, Et toi, tu veux détruire ton corps. sababu unasema no mtambea tala kanena motema. Car toi, tu dis que Dieu voit seulement le Eti cœur. Mungu anaonaka tu mule ndani ya roho. Dieu voit seulement le cœur. Lakini mwili yako pia Kristo yuko nayo. Même ton corps, Christ a besoin de Anapenda ton corps. uitengeneze. Il aime, il veut que tu le battes Anapenda ton corps. uioshe. Il veut que tu le nettoies. Isitoe harufu. Que tu ne puisses pas Sababu produire ni des hekalu la odeurs. Roho Mtakatifu. Car ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Bwana sifiwe sana. Amen. Labda mtaona kama hii ni mpe grave. Vous allez voir peut-être que moi, Lakini Roho Mtakatifu hasi kama ile mwili yako kwenye Biblia ndio inaniambia hivi. d'ailleurs, ma Bible dit que le Saint-Esprit ne peut pas rester dans les corps. Pale ndio kwenye anakaa. La Bible me dit que le Sababu Saint-Esprit règne dans les hii corps. mwili yetu ndio inaweka Roho Mtakatifu C'est wewe. notre corps qui est le temple. Sasa wewe mwili yako ndio unapenda kuichafula. Mais toi, tu veux détruire ton Unapenda corps. kuifanya iwe mwili ya ukahaba. Tu peux voir, tu veux faire ton corps comme le temple de pitch. Unapenda kuifanya labda ikuwe ya kusema uongo. Tu veux rendre ton corps le temple de Unapenda kuifanya mensonge. iwe ya kupigana. Tu veux rendre ton corps le Roho temple Mtakatifu naye anaondoka de mara moja. combat. Le Saint-Esprit va quitter. Haizi kaa ndani yako. Il ne peut pas Na mwili régner. wako pia upendi kuutunza Tu vizuri. ne peux pas prendre soin de ton corps. Utautunza katika Tu usafi vas garder ça na dans la utautunza propreté katika matendo et yake. aussi dans tes actes. Sababu Mungu Baba Car Dieu le Père na Roho Mtakatifu et le Saint-Esprit, wanakaa ndani humo, il règne na là-dedans. matendo ambayo yanatoka ndani ya roho Et humo les actes qui viennent de ce ndio cœur, ambayo tunaona inatendeka kwa nje. c'est que nous voyons de l'extérieur. Bwana sifiwe. Amen. Alafu tusikuwe influencé na mambo ya nje, On ne devrait pas être influencé des sababu choses hii de ambayo l'extérieur. tunayatazama nje Car ce que nous voyons à l'extérieur yanatudanganya mara kwa mara. nous trompe à beaucoup de fois. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Wakati tutakuona, Et quand on va te voir, tunapenda tuone ile ambayo inatoka ndani ya roho nous yako. voulons voir ce qui vient de ton Wakati cœur. uko natenda jambo, Quand tu fais quelque iwe ni chose, jambo ambayo inatoka ndani ya roho que yako. ceci puisse venir de ton Wakati cœur. ungali unajikutaka unatendaka kile ambacho hakitokane na roho yako mle Mais ndani, voici, toi, tu vois que tu fais toujours ce qui est contraire à unaweza ton tu cœur. kuarete, unaachia pale, Tu peux arrêter. sababu ni jambo ambayo haipatane na roho wa Mungu. Car ça, ceci n'est pas en contact avec Kama l'esprit uko de matendo Dieu. mabaya tutayaona kwa nje, Si tu as des mauvais actes, na des mauvaises kama actions, uko mzuri on tutayaona pia kwa nje. verra aussi à l'extérieur si tu es une Sababu bonne watu wakati personne. wanapotenda hii ya nje, Car quand les gens font de na ndio l'extérieur, Kristo ambaye amehamakia ndani ya hii Mathayo ambayo tumesoma hapa, et c'est dans Matthieu que Christ devient anawahamakia hao ambaye ni wanabii wa uongo. il est tenté de réprimer ces mauvais prophètes. Anawaambia jinsi wanafanana kama vile makaburi, Ces faux prophètes sont comme des temples. makaburi ambayo nje inapangwa vizuri, Et ils sont dehors, ils sont bien lakini embellis. ndani ni mifupa ambayo inaoza na Des inanuka. sépulcres bien embellis à l'extérieur, mais à l'intérieur sont des eaux. Mwimbaji mmoja hivi ndio nikafataka naimba pia, Et un chantre a dit ou a chanté, eti kila kingaacho, tout ce qui brille, unamjua si vous connaissez ces chantres, haiko kile ambacho unaona kinang'aa, ce n'est pas tout ce que tu vois briller, uko nuru mule. que là il y a de la lumière. Hapana, Non, kinaweza ng'aa tu kwa nje, ça peut briller à lakini l'extérieur, ndani mule mais à l'intérieur, kinaoza.
C'est vraiment pour eux. Na ndivyo Wakristo wengi tumedanganyika. Comme ça que nous sommes trompés. Tunawaona watumishi wengi wakubwa Nous sana. voyons des grands pasteurs Wanafurahisha kwa de nje. l'extérieur, ils Lakini tombent à matendo joie. yao ya mule ndani Mais leurs actes ni matendo ya intérieurs, kuongoza taifa la Mungu c'est les actes qui conduisent les Ndani ya enfants de Sahara. Dieu dans la ténèbre, ndani ya upotevu. dans la perdition. Lakini tusingeliona ile ya watu ya Mais on nje. ne devrait pas voir Tutafute l'extérieur. sana ile ya ndani. Cherchons l'intérieur. Sababu wakati sisi tunaona ile ya nje Car quand nous voyons na l'extérieur tunajilimite et pale, on s'arrête là, tutafanya judgment yenyewe haiko kweli. on fera un mauvais jugement. Unapokwenda kuona mtu mwingine, On peut voir une autre personne. labda unaona huyu hawezi kuwa Mkristo. Oh, celui-ci. Kumbe anamwogopa Mungu kukushinda Et hata wewe. pourtant, il est Kumbe chrétien kumbe que watu toi. wote ni wa maombi. Pourtant, son temps, c'est un temps Lakini de prière. ukimuona hivi unasema hapana. Oh, quand tu l'observes, tu dis non. Bwana tusaidie sana. Amen. Kumbe ya ndani ndio tungelitengeneza siku kwa siku. Qu'on devrait réparer le Tungeliombea siku kwa On siku. devrait intercéder Ili pour matendo yetu l'intérieur. tunayofanya kwa nje Que ce qui vient de l'extérieur, yawe ce ni qui yale vient de ambayo l'extérieur, yanatoka ndani ya roho. que ça soit réellement ce qui vient de Sababu ton roho cœur. wakati imekuwa mzuri Quand ton cœur est inaenda bien, kuzaa pia matunda ce mazuri. cœur va produire des bons Basi fruits. Mungu abariki neno hili kwangu na kwenu. Que Dieu nous bénisse sa parole à vous. Au nom de Jésus. Amen. Tuombe Mungu. Laisse-nous Baba, prier. katika jina la Yesu Kristo, Père, au nom de Jésus. naombea neno lako asubuhi ya leo. Prions pour ta parole ce matin. Asante sababu Bwana umempatia huyu mama, huyu dada, Merci car tu as donné à cette maman, à ce huyu papa, baba na huyu kaka ambaye iko hapa, ce jeune garçon, cette jeune fille, na hata huyu mtoto ambaye iko hapa. cet enfant qui est ici. Umempatia neno moja kwa ajili Tu ya as donné une parole. unapenda tutembee kupitia matendo ya roho Tu zetu, veux qu'on marche tellement. sababu roho zetu ni hapo ambapo unakaa Bwana. Tu règnes dans nos cœurs. Unapenda kutengeneza roho zetu Tu veux réparer nos ili cœurs. zikaweze kutenda matendo mazuri. Pour que nos cœurs produisent des bons Wakati watu fruits. wanapotuona kwa nje, Car les gens, quand ils vont nous voir dehors, wasingetutazama tu kwa nje, qui ne nous voient pas du dehors, lakini ile ya ndani Bwana ukaweze kuyashuhudia mwenyewe. ils témoignent ce qui est à Washuhudie ya l'intérieur. kwamba sisi tumetembea sawasawa na neno Ils lako. témoignent que nous avons marché selon ta Tusingelikuwa parole. pia watu wa kujije kwa watu kwa Ne nje. soyons pas les gens qui jugent de l'extérieur Bwana seulement. utusaidie tutembee sawasawa na neno lako. Aide-nous à marcher selon ta parole. Tuishi sawasawa na neno lako. Aide-nous à marcher selon ta Kama vile parole. umetamani kwetu mchana wa Car leo. comme tu le veux de nous. Asante Bwana sababu unatupenda Merci mchana wa leo. Père car tu nous as Asante aimés. kwa neno hili ambalo linaenda kuzaa matunda katikati yetu. Cette parole qui va produire. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Tunaomba na kuamini hivi. Nous prions et croyons. Kanisa lote tunasema Et amen. toute l'église.